na mwili huu unachangia mtu kupendeza mtazamaji. Karibu sana kwenye Lenzi kwa wakati huu. Mtazamaji, neno maji kwa jiji la Dar es Salaam huenda ndio neno ambalo limetajwa sana katika kipindi hiki. Uhaba wa maji umekuwa simulizi ya machungu kwa wakazi wengi wa Dar es Salaam. Maswali yamekuwa mengi kuhusu upatikanaji wa huduma hii muhimu. Kwa uhakika, Lenzi ya leo tunaangazia kwa kina sakata la maji jijini Dar es Salaam. Karibu. Ni joto kali, ni ukimya kama bomba lisilotoa maji. Kwa wakazi wa Makoka, Msasani, Mikocheni na maeneo mengine ya Dar es Salaam, maji yamekuwa simulizi ya mateso. Katika hali hii, swali si lini tena maji yatapatikana, bali ni nani ataathirika zaidi kiafya na kiuchumi. Katika jiji linalokuwa kwa kasi Dar es Salaam, wakazi wa Makoka, wilaya ya Ubungo, maji ya bomba yamekauka. Leo hii mtu anaamka na ndoo mkononi, akipiga hodi kwa jirani kuomba maji ya kisima ili angalau apate ya kufulia na kuoshea vyombo na hata kwa zile shughuli za faraga, maana maji yamekuwa adimu kama meno kwa kuku. Hamna maji karibia wiki mbili, tunateseka, watu hawapiki, wanashindwa kufanya mahitaji yao ya nyumbani kwa sababu hamna maji. Ni zaidi ya wiki mbili sasa hayajatoka mtaani kwetu. Watu wa serikali tueleze kuna tatizo gani? Tule tatizo tumelisikia kwamba tutapewa kwa mgao, lakini mgao huku kwetu hautufikii. Tumechoka, tunafuata maji huko mbali, Dumbuku. Kwa mujibu wa sensa ya 2022, kaya nyingi Tanzania bara zina wastani wa watu 4 hadi 5, hali inayoongeza shinikizo la upatikanaji wa huduma muhimu kama maji safi. Sasa kama kaya moja ina idadi hiyo ya watu na wakati huo huo dumu la lita 20 ya maji linauzwa kati ya shilingi za Kitanzania 1000 hadi 2000, hii inamaanisha nini katika uchumi wa Mtanzania wa kawaida? Kwa hiyo issue ya maji inapelekea wananchi mmoja kupunguza kipato. Kwanza anatumia kipato kikubwa kununua maji, na wakati huo wakati wa kutafuta hicho kipato, muda wake wa kutafuta kipato anaupunguza. Na mwisho siku hasa hii inaenda madhara moja kwa moja mpaka kwa serikali, kwa sababu pia kama watu waingizi kipato kwenye kufanya kazi zao, makata serikali itapunguza kupata mapato. Umeona, inapunguza kupata mapato. Na ikizingatiwa hata watu wengi hao wanauza maji ya mtaani, sidhani kama wanalipia kodi. Akufae kwa dhiki ndiye rafiki wa kweli. Lenzi ikarejea pale pale mtaa wa Makoka, ambapo katika mtaa huu na msimu kama huu, misemo kama hii haihitaji ufafanuzi. Kama wanavyosema vijana wa mjini, sio lazima uwe na D2, iko hivi. Katika mtaa huu, wakati maji hakuna, maji bombani, familia hii imeamua kuwa bomba la matumaini. Wakati wengine wanahesabu madumu, wao wanahesabu majirani, wakigawana tone kwa tone la maji. Na mama wengi jana ungekuwa amefika jana, wengine kwa nalia kabisa, wanataka maji. Nikasema basi ni vizuri mama yangu, na uzuri wa mama yangu ni muelewa. Nasema jamani, maji ni maji ya kufulia au kuoshea vyombo. Umeona? Lakini kama kupikia hapana. Kama ni kufulia, kuoshea vyombo sawa. Ila tatizo moja kilichochangia sana. Kwa kweli wamama wanateseka sana, vibaya mno. Mmoja jana kwa mzee akajitwisha ndoo, mmoja kadondoka chini. Ukosefu wa maji safi huongeza hatari ya magonjwa ya mlipuko kama kuhara, kipindupindu na maambukizi ya ngozi. Wanawake na watoto ndio waathirika wakubwa. Lenzi ikasogea hadi hospitali ya mkoa wa Ilala Amana kuwatafuta mafundi wa kukarabati miili ya binadamu kulingana na uhitaji wake. Watu watakapokuwa wanatumia maji ambayo sio salama, yale maji yanaweza yakaleta athari kubwa kwa huyu mtumiaji. Zinaweza kupelekea magonjwa ya mlipuko kama vile kipindupindu, magonjwa ya homa za tumbo ama typhoid kwa Kiingereza, hata magonjwa ya ngozi. Katika eneo la Msasani ndani ya jiji hili lenye purukushani nyingi, nako hali ni pacha kama ile ya Makoka na maeneo mengine yanaripotiwa kuwa na ukosefu wa maji. Toka saa 11 tuko hapa, tunajua watoto wanakunywa nini, wanafanya nini kwa nyumbani, hatujui. Familia tusaidie. Ndio, maji yenyewe yana usalama kiasi gani? Maji yenyewe yanata usalama ya chumvi. Ugumu tuna wiki mbili sasa hivi. Tunapata shida, yani maji ni hamna, tunashindwa kufua, tunashindwa kuoga vizuri. Yani tumekuwa tu kama yani hatulali vizuri, tunawaza maji, tunaamka usiku, tunakuja kupanga foleni hapa kama hivyo. Ndio mwingine tunagombana na wenzetu hapa kwa ajili ya maji yenyewe ni ya chumvi. Tunatafuta maji kuanzia saa 11. Hali bado ya kusumaji kusema kwa Mungu. Kwetu tuna adhabu ya maji. Tuna muda nao tunahangaika watoto kama hivi. Maji unajua kwenye jamii maji ndio kila kitu
Na hapa tunachokishukuru, huyu mama wa nyumba hii ana moyo wake Mwarabu. Ametolea tu bomba kwa nje kwa ubinadamu wake, lakini bila yeye tungezalilika Msasani. Mwanalenzi Egbert Alfred Jr. aliwahi kufika kwa wahusika wa moja kwa moja wanaoweza kuwa na majibu ya kadhia hii, lakini aligonga mwamba. Lakini waziri mwenye dhamana ya kusimamia sisi, ndiyo mimi Exaudi Mtei, na wewe unayenitazama na kunisikiliza, tupate maji kwa wakati, safi, salama na ya kutosha, alitoa matumaini ya hatua ambazo zingeweza kuleta afua kwetu. Kipaumbele chetu kwa sasa, maji haya yote yawe kipaumbele kwa binadamu. Lakini jambo la pili ambalo tunalisisitiza kwamba kiwango cha sasa ambacho tunachokizalisha maji basi kigaiwe kwa usawa. Tumejitahidi kusimamia kwamba kila maeneo yafikiwe na hii huduma ya maji. Ila tumeia hapa siku leo watapata hawa, kesho watapata hawa, kesho kutwa watapata hawa. Uvivu sio tija. Lenzi haikubweteka. Ikarudi tena mtaani na kukutana na hali hii. Mimi siwasemei, nataka niwe kama wewe. Tunanunua dumu la maji shilingi 2000. Sasa maji 2000, chakula utauzaje? Na mtu hapo anakuwa anakuambia kwa leo sina hela. Unamfanyaje mtu kama wewe? Maji changamoto kubwa, tunafanya biashara katika mazingira magumu. Maji ya chumvi ndio yanatawala. Maji ya bomba 2500, 2000 dumu moja la maji. Tunapata, tunanunua, tunaitoa manua, tujue nako yateka wapi. Kiaonja ni maji safi, basi unaendelea na maji ya biashara. Serikali inatambua. Tunawaomba hii ni changamoto kubwa. Watufanyie mpango hivi, hakuna store ya maji. Hakuna akiba ya maji. Kusema kweli, yani hata matumizi ya nyumbani kwenye kupika iwe chai, vyakula vingine, kwenye wagonjwa, tukitaka kufua, sisi wenyewe yani ni changamoto, maji hamna kwa kweli. Tumeathirika sana. Angalia kama kupika chai. Yani mtu mpaka unashindwa kupika chai. Ugali unashindwa kupika ugali. Maji hakuna. Unakuta 2000 ile huna ya kununua maji. Kwa kweli imekuwa kero sana. Nimesikia kiu au basi. Asante Makokilo, Egbert Alfred Jr. kwa uandaji wa Lenzi na wote mliotoa muda na utaalamu wenu. Asante sana kwa kuitazama Lenzi ambayo kwa wakazi wengi wa Dar es Salaam kiu ya maji imekuwa kubwa kweli kweli. Hili pia limesababisha tendo la kuoga kwa wakazi wa Dar es Salaam kuwa la siri kweli kweli. Watu hawatoi ratiba zao halisi za lini ameoga, saa ngapi ameoga mtazamaji, lakini kwa serikali imeendelea kukiri kwamba inaendelea kufanya kazi eneo hilo na mgao utaendelea kupungua ili wananchi wengi wa Dar es Salaam waendelee kupata maji kama ilivyokuwa hapo awali. Mtazamaji, tuendelee kuiombea pia na mvua inyeshe ili hali iweze kurejea katika hali ya kawaida. Tutarejea hapa baada ya mapumziko mafupi.